Dada, mbona una mawazo hivyo? Shida nini? Na sijakuzoea hivyo kabisa. Mdogo wangu, kwa kweli leo na mawazo sana, siko sawa. Unasumbuliwa na nini? Tatizo ni nini? Hivi yaliyoendelea jana, wewe uyaone? Kwani wewe nyumba uiogopi? Yanayotokea huko ndani mimi nilikwambia, lakini sijui kama uliniamini. Ila hata hivyo, jana tuliongea na mlinzi. Kumwamini au kumuelewa alichokisema? Maana alituweka wazi. Mlinzi, nahisi kuna kitu anakijua kwenye hii nyumba. Kwa sababu nilivyokuwa naongea naye, alikuwa anapindisha maneno sana. Yaani nahisi kuogopa sana kwenye hii nyumba. Natamani hata kuhama. Naam, shwa. Karibu sana. Ustazi. Asante. Yaani hapa kimenileta kitu kimoja ustazi, au mambo mawili. Na pete hii bwana. Nimeiokota ina kama na wiki mbili hivi. Hiyo pete bwana, mimi nikuja hapa nataka nipate elimu kuhusiana na hiyo pete, nijue. Maana inanifanyia vitu vya miujiza lakini sasa naweza kawa nafanya kufu bila kujua wewe mwenyewe. Kwa hiyo nimekuja kwa watu kama nyinyi wataalamu, naweza kunigea elimu zaidi kuhusiana na hicho kitu. Hii pete ya majini. Umo hiyo pete ya majini, hiyo pete hiyo. Na mmiliki wa hii pete ni nani? Sania ndo mwenye hiyo pete. Sasa unataka nikuelekeze au unataka nini? Maana umekuja hapa kupata ufafanuzi wa hii pete. Alafu na kuona mwenzangu unaijua zaidi kuliko mimi. Hapana. Tukisema hivyo tunakuwa kama tunamkandamiza yeye. Lakini hata hivyo tunapaswa kuwa kitu kimoja. Unajua sisi ni wageni eneo hili na mlinzi kwa kuwa anatufahamu tumekuja wageni, lazima awe pamoja na sisi. Na nilionyesha tu ushirikiano wake juu yetu sisi. Kwa nini namtilia shaka tena? Lakini inabidi tumfuatilie mlinzi. Nahisi kuna kitu anakijua kwenye hii nyumba. Kwa sababu ni wa muda mrefu sana. Basi tunapaswa kuwa kitu kimoja mimi na wewe. Ili tujue tatizo lilipo huko ndani au yeye ndo anasababisha. Sawa mdogo wangu, asante kwa kunifariji. Ndio maana nakupendaga. Nikakuletea chochote kitu basi. Chai. Nilikuwa naandaa chai nikuletee. Kahawa hamna? Kahawa leo sijaandaa. Basi niletee maji ya kunywa. Sio kwamba ajui hii pete ilipo. Anajua hii pete iko wapi. Ila haijafika muda wake wa kuja kuichukua. Ikifika muda sahihi na siku sahihi kuja kuichukua, ina kipingamizi, lazima aje kuichukua. Hii pete ina nguvu sana kwake, na inamaanisha kwamba ni thamani sana. Ni kama ziada kwake, yani nguvu za ziada. Ila anachotaka kukwambia, kaa nao kwa makini pete. Fanya vitu vya msingi kuhusiana na hii pete. Sawa ustazi, mimi nimekuelewa. Ngoja niondoke, maana naona hapa mambo yashaanza kubadilika tayari. Maji tu. Mimi njaa inaniuma toka mwanzo, kama njaa inauma na nigemi maji. Maji mimi yote yani. Wewe mshukuru Mungu hata maji yenyewe umeyapata, maana leo nisingekupa chakula. Yaani wewe tatizo lako unadharau, chakula utakisikilizia tu kwa majirani. Chukua basi maji yako nenda. Kwa nini chukue mimi maji baada ya kumaliza kunywa ndio unanisukumia hapo mimi maji? Toka na chukua maji yako si uende kwenda naenda, lakini na jambo nataka nikuulize. Nini? Hivi korokoroni? We, koma. Mimi si korokoroni. Umesikia wewe mama ntilie wewe? Jishikilie. Sawa. Hivi mbonde, humu ndani wewe mazingira humu ndani unaelewaga kweli? Mauzauza humu ndani bwana. Mauzauza? Wewe unapenda kujisaulisha. Juzi kilichotokea kwa dada si unakumbuka wewe? Kitu gani kimemkuta dadako? Majuzi mchana alivyoenda kazini, wewe ulifungulia nani mlango?
Kaingia nani, ni mchana au ndani? Si unaingia wewe na dada yako jamani, mimi nipo ndani muda mrefu. Kwa hiyo ulikuja kugonga mlango, si ndio eh? Binti yangu. Mama huyo. Karibu. Basi Malaba. nimekuja hapa, nimekuja na taarifa. Taarifa? Taarifa gani? Taarifa kwamba mke wako huko amezidiwa. Kazidiwa? Ndio. Kazidiwa na nini? Unahitajika hospitalini. Hospitalini? Ndio. Ana shida gani? Yaani kuna nini? Wewe bwana wewe nimekwambia hivi kazidiwa. Kwani shida iko wapi? Wewe mimi baba yako wewe. Kwa nini unashindwa kuniambia kwa tatizo gani? Haya, basi. Kajifungua. Kajifungua. Huko hospitalini watakaelewana lolote. Wewe. Tena mwambie tena wewe. Unaniacha peke yangu hapa? Wewe kaa tu hapo, si nyumbani nyumba si nimepanga hiyo. Kwa Msubiri kwanza. Jamani. Kwanza niachie mkono wangu. Halo. Ndio tulikuwa tuko njiani hapa tunakuja. Basi sawa. Haya. Sasa wewe bimdashi wako kasharudishwa nyumbani huko na ndugu yake. Sawa? Kwa hiyo tunarudi nyumbani. Tunoke. Haya, geuka. Jamani, mbona tunaumizana, tunanyimana uhuru jamani? Yaani mtu anataka kutembea kwa amani. Sasa unataka pete yako sinishakupa. Nini shida? Usiniogope. Mimi sijaja kwa ubaya kwako. Mimi nimekuja kukusaidia. Unisaidia?